Swala la kwanza linahusu barabara. Barabara hizi, la kwanza ni barabara inayotoka Mkende kupita Kinyambi kupita Mtomori kwenda mpaka Miti ya Riziki. Barabara hii ni mbaya sana na barabara ambayo inapaswa kurekebishwa mara moja, kwa sababu wapitaji wa njia hiyo ni wengi sana. Gari zinakwama maeneo yale na mwisho wa siku watu wale wanakosa fursa ya kushiriki mambo mengi kutokana na barabara hiyo. Lakini jambo la pili ni barabara inayokwenda uwanja wa ndege. Barabara hii inaingiza fedha nyingi, na barabara hii sio kuingiza tu fedha nyingi. Barabara hii ina taasisi pale, shule ya sekondari ipo pale na watu wanatumia barabara ile. Kwa hiyo ni vizuri ikatengenezwa barabara ile, kwa sababu ni kitega uchumi kiko hapo. Halmashauri inapokea sio chini ya milioni 20 kutoka pale. Kwa hiyo ni vizuri barabara hii ikaboreshwa na ikatengenezwa. Ni barabara sio moja tu peke yake, kuna barabara nyingi. Kuna barabara ya shule ya msingi Rebu kuingia Kibaga. Barabara hii ni mbaya na yenyewe, na sio barabara moja. Kwa hiyo TARURA na washirika wao halmashauri waangalie. Mtu anaweza kushangaa kwa nini nahusisha halmashauri kwenye hizi barabara. Halmashauri inapokea ushuru wa madini kutoka kwa watu wanaosomba mchanga, mawe, maeneo mbalimbali. Maana yake hizo barabara zinatakiwa ziangaliwe mara kwa mara ili ziwe nzuri. Kwa majina naitwa Juma Maende Marwa. Nilikuwa nikitoa tofali mjini Tarime, naelekea hapo chuo cha kinachojengwa hapo, chuo cha serikali maeneo kwenye Miti ya Riziki. Sasa tangu kwenye muda wa saa 7 nimekuwa na takriban kama lisali moja hapa. Sasa hii njia imekuwa ni changamoto, na si leo tu, ina muda mrefu tangu mwaka jana mpaka sasa hivi. Lakini wakija wanaweka tu vifusi hapa, na hii sehemu ni ya kutakiwa kwamba wachimbe huu udongo utoke, udongo mbaya huu mfinyanzi, hapo weke molam, lakini wanakuja wanaweka juu ya molam na mfinyanzi hivyo hivyo, na tunavyoteseka hapa. Tangu kulima natumia huku maeneo ya barabara ya kuja Nyandoto, hata pale Bugosi penyewe mitaa yetu ni mibovu kweli, hata barabara. Ina maana kwamba hata mtu akiwa na mgonjwa kupeleka hospitali, barabara, pikipiki, gari haziwezi zikapita. Unakuta mtu na mawe yako unataka ulete ufanye maendeleo ukajenga, gari hazipitiki. Kuna uchochoro wa kupita hapa, ukiona teremka hapa chini kwa Msera hapa, ilishakuwa kero kitoka Msati. Ukipandisha mpaka hapa Ankende, kuja hapa jeshini, kambi ya jeshi hapo, na penyewe ni pabovu. Ukipandisha kama unaenda kata ya Nyandoto huku, Nyakisese huku kuja Kanda Marumu. Sisi tunachoambia serikali, hii njia ni njia kubwa. Angalia wewe, hata mwenyewe ukiangalia watu wanapita hapa ni watu wengi. Na isitoshe sisi kama bodaboda au madereva magari, unaona tunavyoteseka hapa. Tunateseka sana. Hii sehemu ni ndogo, ni mabonde mawili tu, hili na lile la juu para, lakini ishasumbua. Kama hapo kuna zingine zile pale zimepaki, na hizi hapa, na wengine abiria hao hapa wamekuja hapa sijui saa 4 mpaka sasa hivi wako hapa. Sasa watafika mwaka saa ngapi? Sisi angalia changamoto tunazopitia bodaboda tunaopita kwa uchochoro, lakini hao wa magari sasa wanateseka. Kwa hiyo tunachokiomba serikali, kama inaweza itusaidie hii sehemu, hata tuwekea hata mawe ama changarawe, ili mradi tu hii sehemu tu isipike, tupite kwa uzuri. Kuna wakandarasi wamekwisha saini mkataba kwa ajili ya matengenezo ya barabara, lakini wengine wameshindwa kuanza kutokana na hali ya hewa pia sio rafiki. Kwa hiyo tumaini yangu kabisa kuwa baada ya muda mfupi, mwezi huu wa 4 ambao ni msimu wa masika, kuanzia mwezi wa 5 wakandarasi wataanza kazi katika maeneo mbalimbali ya wilaya yetu pamoja na halmashauri ya mji. Pamoja na hayo, mvua hizi zimetupa changamoto mathalan katika barabara ya Tarime Bukoba alimaarufu barabara inayoanzia Kinyambi inapita mpaka Miti ya Riziki na Ndoto kule kwa kambi ya jeshi, na kwenda mpaka muungano na Tarime vijijini, kwa maana kata za Mera, Sisulu na Mwera.
Hii barabara ni kubwa na matumizi makubwa. Kuna vipande viwili ambavyo vimetupa changamoto. Kipande cha kwanza ni maeneo ya Kinyandi Center mpaka karibia na kambi ya jeshi ambapo ni takriban mita 600. Hii sehemu ina makazi mengi, kwa hiyo hata maji kutoa barabarani ni changamoto. Hii sehemu ilikuwa na changamoto ya kutopitika vizuri, lakini pia tuna kipande kingine cha mita takribani 600 kinaanzia katika daraja la Jeshini na chenyewe kilikuwa ni kikorofi. Kweli kwa sasa hakipitiki sababu kuna changamoto, ni ule udongo mweusi. Tumejaribu mara kwanza tulipeleka Moram pale kwa ajili ya angalau kupunguza kero wakati mvua, tunasubiria mvua ziishe. Tulipeleka kama siku 9, lakini bado kwa sababu udongo ule mweusi maji yakiingia barabarani basi inatengeneza uji, na kutokana na matumizi makubwa ya malori ya mchanga na mirunda, basi ile sehemu ilikuwa ni kubwa. Lakini ni sehemu ambayo inahitaji ujenzi wa mitaro, ingie kwa mawe, mitaro ya kudumu, lakini pia kuongeza makarabati ya milio ili kuweza kutoa maji barabarani. Tayari tuna mkandarasi ambaye anakwenda kufanya kazi pale. Kuna milioni kama 13 ambayo tayari tumekwishaelekeza pale na kufanya ile kazi pale, ambapo tunategemea kutengeneza kwa kiwango cha changarawe vipande vyote viwili. Tunatazamia kama leo kajua kamewaka kama ambavyo mnaona, kama leo na kesho tutaendelea kuwaka, basi tutamleta mkandarasi aingie kazini akamilishe ile kazi. Kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie mvua isinyeshe ili tuweze kutengeneza. Lakini tuna mpango mkubwa zaidi kwenye barabara, kwa sababu kama nilivyosema inahitaji pesa, uwekezaji mkubwa kidogo. Kwa kuna takriban milioni 100 ambayo tumeiomba serikalini kama fedha ya dharura kwa ajili ya kuimarisha hasa maeneo mawili ambayo nimeyataja, eneo la Kinyandi Center pale mpaka kuelekea jeshini pale, alafu na ile eneo la kutoka daraja la jeshini moja kwenda mpaka muungano wa makutano ya barabara kwenda kama nyumba za Kandamaru. Kwa hiyo tuna imani kabisa tutakapopata hiyo pesa tutajenga mitaro, tutaongeza karabati, lakini pia tutainua utakapojaza changarawe madhubuti.